wapendwa, na siku ya leo tumependa sisi pia tuje tuwatembelee, tuje tuwaone ndugu zetu kama muumbaji wetu Mungu wetu anavyosema, amani na upendo. Mpende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyojipenda wewe. Amani na upendo. Sisi tunafurahi sana kuwakuta mko katika hali ya utulivu. Tunapenda muendelee kusoma sana kwa bidii, si ndio? Pia mwatii na wazazi wanaoangalia, sawa? Mwache michezo hata shuleni mnako kwenda kule, zingatieni sana masomo, sawa? Tunahitaji tupate walimu, tupate maraisi, watendaji, wanajeshi, maaskari kutoka Pumu kituo cha Mvuma, si ndio? Wangapi wanapenda kuja kuwa viongozi? Hebu tuone. Safi sana. Mpigeni makofi. Amani na upendo. Basi nashukuru sana ndugu zangu, mbarikiwe. Basi kwa jina naitwa Mkushi Mboto, mkoani wa nyumba ibada IHM Masifu hata Nyogo Rastafari. Wapendwa sana, kwa niaba ya ofisi ya kata Nyogo tunapenda kujumuika na jamii ya Malasi katika maadhimisho ya siku ya mashujaa Afrika. Tunaungana pamoja na nyie kwa maana kuonyesha upendo, kuonyesha faraja, kuonyesha kwamba tuko pamoja na nyie kwa kila hali. Sawa watoto wetu wazuri? Kwa hiyo tunajisikia amani sana kuwa pamoja na nyie, kujumuika hapa na vile kutimiza ibada takatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo ametuasa vile katika vitabu vya kidini, kwa maana ya kuwajali wapendwa ambao wanatuzunguka katika jamii zetu. Mimi niwashukuru na nimefurahi sana. Kwa niaba ya ofisi tutazidi kuwa pamoja kadri ambavyo tutakuwa tumejaliwa. Kwa haya machache ninawashukuru sana watoto wetu. Kwa majina naitwa Gilbert Sichundwe, ni mtendaji wa kata ya Nyogo. Watoto naendeleaje? Vizuri. Mimi naitwa Inspector Chale, mkaguzi wa kata ya Nyogo, lakini leo nimeambatana na mtendaji wa kata ya Nyogo, lakini pia mtendaji wa mtaa wa Nyogo pamoja na mwenyekiti wa mtaa wa Nyogo, lakini pamoja nimeongozana na wenzangu Rastafaris ambao mnaona mbele yenu. Wao ndio sisi tunasema wageni wao, lakini pia wametuunganisha na nyinyi watoto wa leo. Kwa namna hiyo basi tumeambatana toka kwenye kata ya Nyogo hadi ile eneo kwa ajili ya kuja kuona watoto. Lakini wenzetu hao walikuwa wana ibada ambao walikuwa wanaendelea nayo wao, lakini sambamba na ibada ya kwao wakasema hapana, lazima tuwatembelee watoto. Ndio maana wamekuja hapa na zawadi mbalimbali kwa ajili ya nini? Watoto. Sio kama tunaona vizuri? Kwa hiyo tumekuja hapa kwa lengo la kuwasalimia watoto, lakini pia kuwasabai, lakini pia muone kwamba tuko pamoja na nyinyi. Vituo hivi wengine wamekuja hapa kwa madhaifu madogo ya wazazi wao huko, yanapelekea watoto hao wanakuwa yatima na tunaendelea kuwa nao hapa. Tunashukuru Mungu tunapokuja kuwaona na afya njema namna hii. Lakini ni vijana ambao sisi tukiregea kama wazazi, tupo hapa ni walezi wanne. Yupo anti yao ambayo ni afisa ustawi, kwa masaa haya hayupo. Yuko anko pia, na yeye ni amepata ni dharura ametoka, lakini ni ndani ya kazi. Nipo mimi mama, na tuna mlinzi pia. Ndio anko alipokuwa anatoka aliniachia majukumu, akasema kuna wageni wanakuja, kwamba wanakuja kuwasalimia watoto hapa.
basi hamna tofauti. Mimi ningependa kuwakaribisha kwa pamoja wageni wote, karibuni, karibuni sana.